Katika maeneo ya ukambani msimu huu umesababisha baadhi ya mimea kuanza kunyauka na jamii kusalia kwenye hatari ya kutokuwa na chakula cha kutosha. Katika kijiji cha Kathaana, eneo bunge la Kathiani, katika kaunti ya Machakos, tayari wenyeji wameanza kukosa chakula baada ya mimea yao kuanza kunyauka na kulazimika kuanza mbinu mbadala za ujenzi wa bwawa litakalosaidia kupambana na changamoto la ukosefu wa mvua katika miaka ya usoni. Mwandishi wetu Nicholas Mbaya alitembelea wanakijiji hao ambao tayari wameanza ujenzi wa bwawa hilo bila malipo kwa nia ya kusuluhisha tatizo la ukosefu wa maji ya kutosha mvua inapochelewa au kukosa kunyesha, ili kuwezesha kuendelea na kilimo na kuwa na chakula cha kutosha. Tunapowasili katika kijiji cha Kathaana, tunapatana na vijana na wazee wakiwa kazini mchana kutwa bila chakula wala malipo. Lengo na dhamira ni kuhakikisha wamekamilisha ujenzi wa bwawa hilo ndogo, angalau kuokoa maisha yao kutokana na ukame na ukosefu wa mvua ya kutosha. Juu yenyewe kumekauka, mahindi yenyewe iko imekauka. Tunaweza panda napier grass, upatadi wanyama wetu hawatakufa, tutapata kitu kama maziwa, ng'ombe zinasaidia kulima, upate maisha itakuwa tu smart. Jackson na nduguye Jonas ni wazee wawili wakulima waliostaafu, na mimea yao tayari imeanza kunyauka na wanakadiria hasara na hatari ya kukosa chakula msimu huu. Venye mimi nalima ama kupanilia, nina shamba kama 1.5 acres. Na kwa vile sinaendelea, nilikuwa nangoja mvua, zingine ni kama sinanyauka. Kama mvua haitanyesha, nitapata hasara, kwa maana nilikuwa na wakati wa kupanilia nilikuwa naweka mbolea kama fertilizer, nilikuwa nangaramia kama kulima na ng'ombe nimepeana. Shamba langu ni ya 1 na nimepanda mwaka huu, lakini mvua hakuna. Mahindi hakukuwa mzuri, na miaka hiyo iliyopita nilikuwa nafuna gunia kama 10 ama 15. Ndio taswira kamili katika maeneo mengi eneo la ukambani kwa sasa. Ukosefu wa mvua, na ndiyo maana wanakijiji hawa wakaamua kujitolea kujenga bwawa la kuhifadhi maji ya mvua miaka ijayo. Basically, I can say I'm the one who came up with the idea, and the idea was purely to help the people or the locals on how to come together, pull resources together, commit themselves to even voluntarily do the work without being paid, for the purposes of assuring ourselves that in future we shall have enough water that can be able to sustain our livelihoods. Iwapo mvua itakosa kunyesha, hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kulingana na wenyeji wa hapa, kwa sababu watalazimika kupunguza idadi ya mlo kwa siku kuwa mara moja. Juu mimea imeanza kukauka, kwa hivyo matumaini ya chakula kutosha hiyo haiko kwa sasa. Kwa hivyo hata maakuli haitakuwa yenye unafaa kukula kama kawaida asubuhi saa 7 na jioni. Mwalimu mstaafu Paul Mutia amejitolea kushiriki ujenzi huu, na anatufahamisha kwamba iwapo hali itaendelea hivi, mwakani wanafunzi wataathirika pakubwa. Kuna njaa tayari. Watoto wa shule watahitaji msaada ili waweze kuendelea na masomo. Maana mtoto akiwa na njaa hawezi kusoma vizuri. Jamii hii ikiwa imeanzisha mradi huu inatoa wito kwa wahisani wema na serikali kufadhili miradi kama hii katika maeneo mbalimbali ya ukambani ili kuwepo kwa maji ya kutosha na kutatua tatizo hilo. We are going to have a lot of hunger, and what I can actually request the government is to see whether we can be able to invest more in such kind of projects. Kukamilika kwa mradi huu, japo unakabiliwa na changamoto chungu nzima, kutawapa matumaini wanakathaana kuwepo kwa chakula cha kutosha katika siku za usoni. Nicholas Mbaya, runinga ya TV47, kaunti ya Machakos. Asante sana.